Unafahamu kuwa tunaweza kubadilisha maji ya bahari kwa ajili ya matumizi ya kunywa? Kimsingi, maji ya bahari huwa na kiwango kikubwa cha chumvi, takribani 3.5%, hali inayosababisha yasiwe salama kwa matumizi ya kunywa binadamu, lakini endapo yatapitishwa katika usindikaji salama. Unywaji wa moja kwa moja wa maji hayo unaweza kusababisha madhara kiafya. Ili kuyafanya yafae kunywa, maji hayo hupitishwa katika mifumo maalum ya kiteknolojia julikanayo kama desalination. Teknolojia hizo za desalination kwa sasa ni mbili ambazo rasmi zinatumika. Ya kwanza ikiwa ni reverse osmosis. Katika teknolojia hii, maji hupitishwa katika kichujio maalum kijulikanacho kama membrane, kinachoruhusu molekuli za maji safi pekee kupita, huku chumvi, bakteria na uchafu mwingine kuzuiwa. Hii ndiyo teknolojia ambayo inatumika zaidi kwa sasa ulimwenguni na mataifa mengi kutokana na urahisi wake na wepesi wa kutumia. Inaweza kuzalisha takriban lita milioni 7 kwa siku. Mfano wa nchi ambazo zinatumia teknolojia hii ya RO ni Israel. Zaidi ya nusu ya maji ya kunywa nchini Israel hupita katika mfumo wa RO, reverse osmosis. Nchi ya pili ikiwa ni Uhispania, hutumia katika maeneo ya pwani na visiwani. Teknolojia ya pili ni distillation, uvukizaji na urejeshaji wa maji. Teknolojia hii inahusisha uchemshaji wa maji ya bahari na kuyageuza mvuke, kisha mvuke huo hukusanywa na kupoozwa ili kupata maji safi. Chumvi hubaki nyuma kwenye chombo cha awali. Njia hii hutumia nishati nyingi, hivyo hutumika zaidi katika maeneo ambayo zinapatikana nishati zenye nguvu na kwa wingi. Mfano wa maeneo ambayo yanapatikana ni Falme za Kiarabu, hutumia distillation kwa kiwango kikubwa sana. Faida za teknolojia hizi: kwanza, hutoa maji safi na salama kwa uhakika, hasa kwa nchi ambazo hazina vyanzo vingi vya maji safi. Pili, hupunguza utegemezi wa mito, maziwa na mvua zisizotabirika. Tayari mifumo hii inatumika kwa mafanikio makubwa sana, hasa katika nchi kama Saudi Arabia, Israel, Falme za Kiarabu, Singapore na baadhi ya nchi za Afrika Kaskazini kama Algeria na Misri. Hivyo kitaalamu na kisayansi inawezekana kabisa kuyabadilisha maji ya bahari kuwa salama kwa matumizi ya kunywa binadamu. Hata hivyo, utekelezaji wa teknolojia hii unahitaji uwekezaji mkubwa wa fedha, matumizi ya teknolojia sahihi, pamoja na usimamizi kini wa mazingira. Kwa nchi za pwani kama Tanzania, teknolojia hii ya desalination inaweza kuwa suluhisho kubwa sana kwa upungufu wa maji kwa matumizi ya binadamu. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni ripoti ya Mediawire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.